wa Mungu hakipaswi kuwa kitu cha kustaajabisha. Inapaswa kuwa maisha ya kila siku ya kanisa. Kwa nini? Kwa sababu asili yetu na kuumbwa kwetu tumetokana na pumzi ya Mungu ambayo ni mtenda miujiza. Kwa hiyo asili yetu, kale kaumbie ketu kametokana, material iliyotumika kututengeneza ni material ya kutenda miujiza. Kwa hiyo sisi imo ndani yetu, kwenye DNA yetu ya kiroho, kutenda miujiza. Tumebeba nguvu ya kutenda miujiza. Tumebeba nguvu ya kiumbaji katika asili yetu. Ndivyo tulivyo, hakuna namna utabadilika. Yaani hivyo ndivyo ulivyo. Mtoto wa mbuzi hatutegemei akawa na tabia za paka, atakuwa ni pepo mbuzi. Hata mapepo kama ni simba, ni chui, ni makata hana tabia za Maimuna hana tabia za Subiani hana tabia za Vibwengo hana tabia za mizimu. Na sisi ambao tumetokana na Mungu tumebeba asili ya Mungu ndani yetu. Asili ya yule aliyetuumba. Hebu tusome tena lile andiko la Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Imeandikwa hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tulitoka ndani yake, akatupulizia ndani ya udongo, na lile udongo likawa nafsi hai. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie wewe sio wa kawaida. Ndio maana Daudi akaandika kwenye Zaburi, uliniumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Ndugu zangu, sisi tunatisha. Kwenye ulimwengu wa roho sisi ni viumbe vya kutisha. Malaika hawatufikii, mapepo hawatufikii. Mungu ametufanya kuwa kundi moja na mwanae Yesu Kristo. Ndio maana tunaitwa viungo kwenye mwili wa nani? Wa Yesu Kristo. Ndio maana yeye ni mwana wa Mungu na sisi ni wana wa nani? Tulipuliziwa ndani ya mwili, kwa hiyo tukaingia na asili tuliyotoka nayo kule tulikotoka, ndani ya Mungu wetu. Tumeingia naye asili ya uumbaji, na ndio maana alipopuliziwa tu ndani ya mwili, ile roho ilipoingia, mtu akawa nafsi hai. Maana yake roho isingeingia, uhai usingalikuwako. Maana yake tumebeba uhai, tunaweka uhai. Mtu mmoja aseme wao. Sisi ni sehemu ya pumzi ya Mungu ambayo imepewa nafsi tofauti tofauti. Ni pumzi moja ya Mungu, isipokuwa imepewa nafsi tofauti tofauti. Sasa zile nafsi ndo zinatufanya tujitambue.
Ndio maana mtu anasema mimi binafsi, manake kwa nafsi yake amepewa kujitambua kwamba ni yeye, lakini pumzi inayompa kujitambua kwamba ni yeye ni pumzi ya Mungu. Ila nafsi ndio inakupa utashi wako wa kiwewe, inakupa hisia zako za kiwewe, inakupa fikra zako za kiwewe, zinakupa kuwa tofauti na watu wengine. Mungu anamwambia Musa, nichagulie wazee 70. Nitachukua sehemu ya roho iliyo juu yao, nitaweka ndani yao. Ni roho hiyo moja ile inawekwa kwenye nafsi tofauti tofauti, watembee kwenye level fulani ya mafuta. Mungu akuchukue akupeleke level fulani ya mafuta yake. Usiendelee kubaki hapo ulipo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu na akuinue, akupeleke level nyingine ya kumjua yeye na kutembea kwenye mafuta yake. Mtu mmoja aliyenielewa aseme amina mahali hapa. Na kama roho ndiyo ambayo ilitia uhai nafsi, ikawa nafsi hai, maana yake kumbe roho ndiyo yenye nguvu, ndiyo yenye mamlaka kuliko nafsi. Maana yake kwamba roho ndiye bosi wa nafsi. Majuzi hapa nilipokuwa naomba, Mungu alinifundisha kitu fulani ambacho nimekuwa nikikisema mara nyingi, lakini nilikuwa sijakiangalia kwa mtazamo huu. Huwa tunasema hivi, mtu ana roho, si ndio? Mtu ana nafsi, si ndio? Mtu ana mwili, si ndio? Wangapi wananiunga mkono kwa hilo? Kwamba mtu ana nini? Ana roho, alafu ana nini? Ana nafsi, alafu ana nini? Mtu ana roho, ana nafsi na ana mwili. Nani huyo? Mtu. Mungu akaniuliza moyoni mwangu, kama mtu ana roho, ana nafsi na ana mwili, yeye yuko wapi? Kwa mfano, nina gari, nina nyumba, nina mke, nina watoto, nina nguo, ila mimi sio gari, sio nyumba, sio mke, sio watoto, ila mimi nina vimiliki hivyo. Sasa kama mtu ana roho, ana mwili, ana nafsi, yeye yuko wapi? Mungu akaniambia hivi, wewe hauna roho, wewe ni roho. Isipokuwa mimi ambaye ni roho, nina nafsi, halafu nina mwili. Ipo siku mimi ambaye ni roho nitachomoka ndani ya huu mwili, nitaenda kusimama mbele za Baba yangu wa mbinguni, na mwili utarudi mavumbini. Nakwambia nilijiona kwa namna ya tofauti sana. Tumezoea kujiona kama mwili ndio una nguvu na nafsi, na karoho ni kamtu kandani kanakotegemea rehema za mwili na roho na nafsi. Kumbe mimi ninayeongea sio mwili unaongea, ninayeongea ni mimi roho ambaye nilipoingia huu mwili ni nyumba yangu tu, na nipeleka ninakotaka. Na nafsi haina jeuri kwangu, maana nilipoingia yenyewe ndio ikawa hai. Maana yake mimi nina mamlaka juu ya mwili wangu, mimi nina mamlaka juu ya nafsi yangu. Na ndio maana Daudi alikuwa anasema hata katikati ya majaribu anasema, nafsi yangu, muhimidi Bwana. Muimbie Bwana bila kuangalia mazingira. Mimi sina roho, mimi ni roho, nina nafsi na nina mwili. Nakwambia nilipoanza kujiona namna hiyo, nilianza kutembea kwa jeuri. Ninapoongea ni roho inaongea. Maana nikitoka mimi niliye roho, maiti ikiongea wote hapa ndani mnakimbia. Kuna jamaa mmoja alikazulumu afu akakaua.
kametokea mkoa fulani unaoogopeka sana Tanzania, ukijitambulisha kwamba nimetokea kule, wanasema jamaa achana naye, namba mbaya hiyo. Kale kajamaa kamekufa lakini kaligoma kuzikwa. Kila ukikabeba kukaeka kwenye jeneza kanaguna. Ndio wapi? Nini? Kajamaa kameguna tena. Ilibidi mpaka yule jamaa alipe deni ndio kakazikika. Kanakufa kanaoza lakini kanaguna. Maiti ikifanya hivyo, akiguna aliye hai hakuna anayeshangaa. Ikiguna maiti wanashangaa, kwa nini ugune na hauna roho? Maana roho ndio wake inaongea ndani ya mwili. Hebu mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Kwa hiyo wewe una mamlaka juu ya nafsi yako. Nafsi inaundwa na vitu gani? Nilisema inaundwa na fikra au mawazo, inaundwa na utashi na inaundwa na hisia. Hivyo vitu vitatu vinaunda nafsi. Kama nina mamlaka juu ya nafsi yangu, maana yake mimi roho nina mamlaka juu ya fikra zangu na mawazo yangu. Nina uhuru wa kuamua nini kiingie, nini kisiingie. Usiniambie ulishawishiwa. Una uwezo wa kukataa kwamba hiyo pumba peleka huko, mahindi ingiza ndani. Sema amina iliyoshiba. Una mamlaka uangalie nini kwenye internet, na una mamlaka usiangalie nini. Wewe roho, usiseme nilivutwa bwana, mwili una nguvu zake. Ili bodi halina nguvu ukiamua wewe roho kwamba siangalie. Ni roho ndio ulivutiwa kwamba hebu nicheki tena. Mwanangu, dunia imeisha. Kama dunia imeisha, mbona unaiangalia? Ni wewe unayechagua nani awe rafiki, nani asiwe rafiki. Una mamlaka hiyo, na wala huwezi kumuonea aibu mtu kama kweli unajitambua. Ni wewe una mamlaka juu ya utashi wako. Unataka nini, hautaki nini, wewe uliye roho. Ni wewe una mamlaka juu ya hisia zako. Haipo tena ile kwamba ameniumiza moyo wangu, amecheza na hisia zangu. No. Kwa mtu anayejitambua kwamba yeye ni roho na ana mamlaka juu ya hisia zake, anayeleta zake, unamwachia yeye na takataka zake. Unaulinda moyo wako, unalinda hisia zako. Ngoja nikwambie, hakuna atakayekuja kukulindia hisia zako, hakuna atakayekuja kukulindia moyo wako. Biblia inasema wewe mwenyewe ufanye nini? Linda moyo wako kuliko yote. Linda utashi wako, hisia zako, mawazo yako, fikra zako. Usiingiziwe kila kitu ukameza. Wewe ni roho, una mamlaka juu ya nafsi na juu ya mwili wako. Haleluya. Roho ilipoingia kwenye ule udongo ndio ambayo ilisababisha. Una habari wewe, au ngoja basi nipeleke kwa Adamu kule ili ipate vizuri. Biblia inasema Mungu alichukua mavumbi ya ardhi akatengeneza mwili. Ule mwili ulilala pale chini kama mavumbi tu, udongo. Roho ilipoingia tu, udongo ule ukapokea transformation, ukabadilika kutoka udongo na kuwa nyama hapo hapo. Manake wewe ndio uliingia kwenye huo mwili na muujiza wa kuubadilisha toka udongo na kuwa nyama. Nataka tu nikupitishe kwenye asili yako uone namna ambavyo umebeba ndani yako asili ya baba yako wa mbinguni. Una habari, ukitaka kuthibitisha hilo, kufa. Wewe kufa tu leo, tukuweke hapo chini, mwili wote huu unarudi kuwa nini? Udongo. Na Mungu alisema wewe ni mavumbi, na mavumbini unafanya nini? Unarudi. Na ndio maana tukizika mtu leo hapa, tukija mwaka kesho kutwa tukifukua, labda tutakuta fuvu ndio lina kiburi sana. Lakini wengine wote unashangaa, yaani umekuwa mbolea na umeshasawisha mahindi, na watu wanakula mahindi ambayo wewe umeyasawisha, na wajui kwamba wamekukula wewe. Wale wote ambao mnakula visamvu vya makaburini pale Nzega na Dodoma, miaka ya nyuma palibuka fashion ya kupanda visamvu, ya kuchomeka kwenye pembe nne za kaburi kama kutunza mipaka.
Wakaona kama hii haya miche ya kisamvu hayafi haraka, alafu yanaota vile vile faster. Ndugu yangu, makaburini sipakajaa visamvu, halafu vizuri, maana mtu ana rutuba imetulia na haitumwi ovyo ovyo. Kwa hiyo visamvu vilinenepa vikaiva. Watu usiku, ndugu yangu sana, wanatuma kisamvu, kesho yake mtaani, kisamvu jamani kizuri, kumbe mnakula watu. Maana ni mavumbi, na mavumbini yamerudi na anarutubisha kisamvu. Wanasayansi wanasema hivi, sisi tulivyo hai hivi tulivyo hai, kuna bakteria wengi kweli hapa kwenye ngozi zetu. Mamilioni ya bakteria, wadudu wanatembea kwenye ngozi. Lakini kwa sababu tuna uhai, hawana madhara. Wanaitwa bakteria rafiki. Yaani hapa ukiwekewa darubini wakakuzwa, utashangaa umejaa wadudu mwili mzima. Wako na kuna wengine wamo tumboni, ambao wale wa tumboni wakikosea njia wakaingia eneo lingine hapa kwenye mapafu, unasababisha madhara. Wenyewe ni special kwa ajili ya kukaa tumboni. Una wadudu kibao tumboni. Na wengine maeneo mengine. Siku umekufa, wadudu wale wanakuchapa, unakuwa lishe. Ndio maana unaharibika haraka tu, unaoza mpaka upigwe dawa ili usioze, usiharibike. Lakini sasa hivi unadunda nao. Na kuna wengine hapo unadunda nao mpaka na typhoid, wa malaria, yaani umewabeba wote, na chanjo umo za ndui, chanjo ya utapia, ni wadudu tupu. Kwa hiyo ukipima una kilo 70, inawezekana kuna nusu kilo ni ya wadudu. Huyu Yesu. Hawatudhuru kwa sababu roho imo. Roho ikitoka tu hapo wanasema waini mochwali apigwe dawa. Mbona ulipokuwa hai tulikuwa tukuishi mochwali ukapigwe dawa? Roho inalinda mwili. Jamani, ni asili yetu kubeba uzima. Mungu wangu, ni asili yetu kubeba ulinzi. Mtu akijikata na wembe anajipangusa tu, anaweka dawa tu ya kuzuia wadudu labda wasilete maambukizi hapo. Ngozi, nyama inaota, inaungana yenyewe na ngozi inafunga juu. Hakuna dawa ya kuotesha ngozi. Na ndio maana kama umejilima sehemu kama nyaba mpaka yani kipande cha uso kikatoka kikadondoka ukaenda hospitali yani umecheka bila wewe umecheka kwa hiari bila shuruti. Huwa wanafanya, wanaenda kwenye kalio lako. Kwenye kalio lako kuna akiba. Wanakata, bandika. Wakibandika hawana gundi, wataibandika pale, wataka na maplasta juu. Mwili wenyewe unanatana na unaoana na unaunganisha mishipa, mzunguko wa damu unaendelea, unarudi kuwa kama kawaida. Unafikiri ni kwa nini? Kwa sababu wewe roho umo, unasababisha uumbaji ufanyike. Amen. Kufa leo alafu wakuunganishe, haviungiki. Hata waweke super glue, haviungiki. Mtu mmoja akaniambia hata kama ukikatika kidole wakakiwahi wakati bado kina wakaenda kwa kuunganisha wakashona, kinaungana tena. Unakumbuka Yesu, Petro aliposema ukamatwi, kata sikio la mtu, Yesu akakota sikio akabandika, mchezo ukaendelea. Ukivunjika mifupa, vunjika mguu. Kuna jamaa mmoja alivunjika mguu mpaka Buganda wakamkimbia, wakasema tuukate nini, wakasema lakini nkinga. Wakaenda wakauchana, kaponda ile mifupa wakaishepo, wakaipanga afu wakafunga na screw. Yaani wao hawana cha kuunganisha, waliifunga na screw pamoja. Alafu wakamwekea na POP juu ili ukae umenyooka kwenye level inayotakiwa. Wenyewe unaunga. Maana
tuliookoka baada ya kuwa na Roho Mtakatifu, Mungu anatupa sasa uwezo hata wa kutamka uponyaji na mtu anapokea uponyaji. Kutamka uumbaji na uumbaji unatokea kwa mtu. Bwana Yesu na asifiwe. Nimesema Bwana Yesu na asifiwe. Nimesema Bwana Yesu na asifiwe. Na ndio maana tuna uwezo wa kuamuru viungo vikawepo. Mama mmoja alipata kansa ya kizazi, wakang'oa kile kizazi. Na alikuwa hana mtoto, niko kwenye ndoa. Akaombewa. Alafu akazaa mtoto. Na madaktari wakashangaa, tumeng'oa kizazi, na akabeba mimba na akazaa. Mungu aliweka kizazi kipya kwa sababu kuna watumishi walibandika mikono. Mtu mmoja aseme amina. Nasema mtu mmoja aseme amina. Kuna mhubiri mmoja ambaye yani huwa najifunza kwake sana na ananitia wivu, anaitwa David Hogan, yuko Mexico. Miujiza ambayo anatembea nayo sasa hivi ukiisikia ni ile miujiza ambayo ukiisikia mpaka masikio yanawasha. Akiwa kwenye mji mmoja, mtu mmoja alipata ajali, mguu kapondwa vibaya, hakuna namna ya kuunga, wakaukata chini kidogo ya goti, wakaukata ili baadaye waje mtafutie vile viatu vya kupachika. Akiwa anaelekea kupona, lakini bado yuko hospitali, wamempa na kile kiatu, anafanyia mazoezi kutembelea. Akasikia kuna seminar ya David Hogan. Akatoroka hospitali bila ruhusa ya daktari. Amefika kwenye seminar, wakati wa maombezi akapita mbele kabisa. Wengine wote wanaomba, yeye amesimama tu anamwangalia mhubiri. David Hogan akamwendea akamuuliza, una shida gani? Yule bwana akasema, kama unavyoona, akamshika ile kiatu lile la bandia. Ilikuwaje? Wamenikata mguu. Kwa hiyo unataka nini? Anambia, nimekuja uniombee nipate mguu mpya. Hivi unaonaje siku moja mshirika mmoja ananijia hapa mbele ananiambia, mchungaji, tena kwenye mic, naomba mguu mpya. Wahudumu watamuondoa kwamba kidogo kichwani, twende kwa mtumishi wa Mungu, sio wasiwasi. David Hogan ana utani mwingi. Akamwambia, unataka mguu? Akaanza kujikagua mfukoni. Anasema, hapa sina. Mke wangu, hivi kwenye gari tuna mguu wa akiba kwa tumeacha huko, jamaa anataka mguu hapa. Jamaa anamwangalia. Akamwambia, nataka uniombee nipate mguu mpya. Akasema, hapo ndio umeongea sasa. Aliomba maombi mafupi sana. Mungu umemsikia, anataka mguu mpya kwa jina la Yesu. Jamaa akaondoka hivyo na kiatu chake cha bandia mpaka hospitali. Anaingia wodini na kuta daktari wa zamu yomo. Sasa daktari ana saikolojia kuongea na mgonjwa. Ingawaje bwana kavunja sheria kwa kutoroka, lakini anataka asimuumize kwa sababu tayari anapitia kipindi kigumu cha kukatika mguu na nini. Akamwambia, vua kiatu, nataka nicheke maendeleo ya mguu wako. Akiwa ameushikia kile kipisi cha mguu, amekishika hivi. Anambia, nilisikia umeondoka bwana hospitali. Akamwambia, ndio nilikuwa nimetoka, nimeenda kwenye seminar. Seminar gani hiyo? Kuna mtumishi kutoka Mexico. Mambo yakoje huko? Mambo kule ni mazuri sana. Kwa hiyo ulienda kwa ajili ya shida gani? Nilienda nikamwambia nahitaji mguu mwingine. Daktari sasa akajua ni kisaikolojia. Ameathirika kisaikolojia. Akasema, kwa mambo yakaendaje? Aliniombea. Aliposema tu aliniombea, mbele ya macho ya daktari mfupa ukaanza kurefuka, unakuwa na nyama na mishipa na ngozi vinafuata. Nilijua utasema amina hata wewe. Mpaka mtumishi wa Mungu anatoa ushuhuda madhabahuni, yule bwana aliota mguu mwingine mpya. Kule Mexico wale Wahindi ndani kule anakohubiri huyu bwana, kuna magonjwa ya hatari sana. Kuna ukoma unakula watu, nyama inatoka, pua inaenda, mwili unalika. Mungu kule anafanya miujiza ya ajabu, maana hawana hospitali, iko maili nyingi, hawana uwezo. Wahindi wale ni masikini maporini, wanamtegemea Mungu peke yake. Mtu anaombewa pua inarudi mpya. Yaani pua ililiwa na ugonjwa inaota nyingine. Ndiko tunaenda Shalom Temple katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Binti mmoja anaenda shuleni na mwenza
wenzake, mabinti wa darasa kama la 5 wadogo. Genge la wauni likawakamata, likawabaka si mara ngapi, alafu akavitupa vile vibinti mtaroni. Kale kabinti kamekuja kuokotwa, kameondolewa bikra na magonjwa ya zinaa zaidi ya 5. Maana kila mwenye ugonjwa aliweka humo, mwenye kaswende, kisonono, mwenye pangusa, mwenye nini, wote waliweka humo ndani. Na ameharibiwa mfumo wa uzazi. Madaktari wakasema hakuna namna binti ataweza kuzaa maishani mwake, na atakuwa mlemavu na ana magonjwa 5 mabaya ya zinaa. Bibi yake ghafla akasikia sauti namwambia ndani, panda basi. Akapanda basi, hajui anakoenda. Fika kijiji fulani, akaambiwa shuka. Akaambiwa nenda uelekeo fulani. Kumbe kuna wapendwa kanisa la huyo jamaa wamepanda mlimani, wanamuomba Mungu maombi ya siku 7. Sauti ndani inaongea ndani ya bibi wa mgonjwa, pita hivi, kata kona hivi, kwenda kutokezea hivi, utaona watu wanaomba na hajaokoka. Wakamwambia unasemaje? Anasema nashangaa, kuna sauti imeniambia panda basi, ikaniambia nishuke, ikaniambia niende njia hii, nimetokea hapa mnapoomba. Una shida gani? Mjukuu wangu alibakwa na ameharibiwa na yuko hospitali ICU. Wakasema ni Mungu amekuleta. Mungu yupi? Maana wamezoea kuabudu miungu miaka maelfu yaliyopita. Kaambiwa ni Mungu Yesu Kristo. Akasema tunafanyaje? Akasema unajiunga na sisi. Kwanza sala ya toba, pili maombi ya kufunga. Unaokoka leo na unganisha maombi ya kufunga siku 3. Walikuwa wamepiga siku 4, zimebaki 3, wakasema hatumuombei mpaka tumechapa hizi 3, na wewe unajiunga. Mshirika mpya ndiye akajiunga kuomba hapo siku 3. Baada ya hapo akamuombea, akamwambia nenda mama. Yule mama ameenda, anaenda kuingia wodini, badala ya kumkuta binti kwenye oksijeni na hajitambui, anamkuta binti anarukaruka juu ya kitanda, anacheka, anaongea na wazazi wake. Na madaktari wamemzunguka na manesi wanashangaa nini kinaendelea. Wanasema tu ghafla alienuka, akatoa oksijeni, akaanza kurukaruka, akawaambia anajisikia vizuri. Walipoenda kumpima, madaktari wakasema binti ni mzima, kwanza hana ugonjwa hata mmoja wa zinaa, na maumbile yake yamerudishwa kana kwamba hajawahi kuguswa na mwanaume, amerudishiwa bikra yake. Hiyo ndio miujiza ambayo Mungu anataka iachilie ndani ya kanisa. Kama kuna mtu anaamini aseme ndio. Maana ni asili yetu. David Hogan miaka ya 70 na kitu alipokuwa anaokoka, aliokokea ndani ya ndege na alijiongoza sala ya toba mwenyewe. Ni mtoto wa mchungaji lakini aliasi, maana anaona dini zote zimepinda. Akiwa ndani ya ndege akasikia sauti namwambia unapaswa uokoke. Akasema siokoki. Asa ile sauti anaisikia kwa masikio yake, wengine wote hawasikii, ila yeye akijibu ndege nzima wanasikia. Kwanza alifikiri ni rubani anamhubiria, anaenda kumfokea rubani. Mhudumu anamwambia unaenda wapi? Naenda kumwambia yule rubani, hivi mko kwenye ndege tuko watu wa imani tofauti, asitulazimishe imani yake, asituhubirie hapa, sitaki kuokoka. Akamwambia huyu jamaa mbona mpagani wala hajui Mungu? Sasa nani anayeongea na mimi? Hatujui. Wakafikiri ni kuna aina ya kuchanganyikiwa, nasikia masauti yanaongea kichwani. Alipokaa tu hivi, uokoke. Akasema nimesema hivi, siokoki. Wewe vipi? Kuna shida gani? Ambe siokoki. Akasikia mara nyingine tena, uokoke. Akamwambia Mungu hivi, nisikilize, kama wewe ni Mungu, nionyeshe duniani mtu mmoja, sitaki wengi. Nionyeshe duniani mtu mmoja ambaye anafanya mambo ambayo Yesu aliyafanya alipokuwa duniani. Alifufua wafu, nionyeshe mmoja anayefufua wafu. Aliponya wagonjwa, nionyeshe mmoja anayeponya wagonjwa kwa miujiza ile ambayo Yesu alifanya akiwa duniani. Ukinionyesha huyo mtu mmoja ndipo nitaokoka. Usiponionyesha haokoki mtu. Mungu akamwambia namna hii, nitakufanya wewe kuwa huyo mtu. Hebu mtu mmoja aseme amina iliyojaa. Wangapi mnataka Bwana alifanye kanisa hili kuwa aina hiyo ya watu ambao watatembea kwenye mafuta yale? Yesu alisema namna hii, utukufu ule ulionipa Baba nimewapa wao. Nimewapa wao. Tunahitaji tutembee kwenye utukufu. Nasema tunahitaji tutembee kwenye utukufu huo. Wangapi tunamtaka Mungu huyo? Wangapi tunamtaka Mungu huyo? Yesu anasema utukufu ule ambao Baba umenipa nimewapa wao. Ukilijua hilo, wewe ni roho,
Na popote ambapo unaenda umebeba utukufu wa Yesu. Kwenye biashara yako ukakuta wameka hirizi, haiwezi kukubabaisha. Nyumbani kwangu pale sasa hivi ndege kufa ni jambo la kawaida. Kila siku ndege wanakufa pale nyumbani kwangu. Kuja tu pale mlangoni njiwa, anapiga mlango, anatua chini, anakufa kwa raha zake, na ukimgusa amekauka ni kama alikuwa amekaushwa kwenye moto. Naona watu hangaikaji, mwingine kafa. Wala isubuhi, kwa jina la Yesu, nataka Samaria hapa. Maadamu niko pale, utukufu wa Mungu uko hapa. Siku hiyo hiyo ndege amekufa. Moyoni mwangu nilijua kuna shambulizi la roho ya mauti. Hata mke wangu nilikuwa sijamwambia, nilimeza. Nimerudi nyumbani na familia yangu usiku. Wakati naamka wote, gari bado inaunguruma na mimi niko ndani ya gari, nimeirudisha karibu na ukuta. Nasho akaniambia, "Nipeleke gari mbele nifungue mlango nitoe vitu." Kwenye tairi ya mbele mguu wa kulia, maua amesimama hapo. Na mimi napeleka mguu kwenye accelerator nipeleke mbele. Nikasikia tu ndani washa taa. Nikajiuliza niwashe taa nini wakati hapa nyumbani kwangu miti iko kule mbali. Lakini kwa sababu nimejifunza kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu, nikawasha taa. Ile imemulika tu, kalipopigwa na ule mwanga kakakimbia kutoka kwenye tairi. Maana yake nilikuwa napanda juu ya mtoto wangu. Shetani alitaka kuleta mauti nyumbani kwangu. Lakini kwa sababu utukufu ule Mungu amenipa huko juu yangu, Mungu akasema na mimi. Nilimchukua mtoto wangu taratibu, nikaenda naye chumbani, nikakaa naye, nikamwambia, "Siku nyingine usikae mbele ya tairi ya gari." Lakini sikuambia yeyote nini kilitokea. Mungu anatulinda. Nasema Mungu anatulinda. Ninarudia tena, Mungu anatulinda. Utukufu ule alioweka juu ya Yesu anataka tutembee nao. Mtoto wangu ameenda kwa jirani, amepewa sumu, anatoka na ile sumu na kesho anamuona anadunda, ni mzima wa afya njema, kwa sababu utukufu ule uko juu ya mtoto wako. Hivi kuna mtu ana uwezo wa kusema amina mahali hapa? Mama mmoja ameenda kufua mtoni. Kwenye ule mto kuna nyaya za umeme zinatoka nguzo upande huu wa mto kwenda upande wa pili wa mto. Kumbe kuna nguzo imeanguka, kilovolti 1000 nyaya zimeangukia ndani ya maji na hakuna anayejua. Mama yuko na watoto wake wawili wameenda kufua. Ameingia mpaka ndani ya maji. Mama akafua, kaanika, akasubiria na wakaoga watoto wake, wakamaliza na wakabeba nguo na wakaondoka na hakuna aliyekufa. Wapagani wote waliokuja nyuma yake wote walizikwa. Mama anajiuliza, nini kimetokea? Akakumbuka, nimebeba utukufu wa Bwana ndani yangu na umeme hauna mamlaka juu yangu. Rakasakataraba. Tunaitaka mamlaka hiyo ya Bwana juu ya maisha yetu. Ninarudia tena, tunaitaka mamlaka hiyo ya Bwana juu ya maisha yetu popote tunapoenda. Mandarabo sikaraba baba. Mungu wangu, Mungu wangu. Kanisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji. Ukishavuka halmashauri ya mji, mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi. Barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa Mnazi Mmoja, na kisha utavuka studio ya Kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30. Utakata mkono wako wa kushoto kona ya kwanza tu, na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako. Basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple. Nitafurahi kuwa pamoja nawe, nitafurahi kututembelea, nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.